Neno la Mungu ambalo tumelisikia leo basi linatupa njia mwafaka ya kuishi Ukatoliki wetu, kusali na kuomba neema ya Mungu ili tuweze kumwona Kristo katika ndugu zetu na tuweze kukutana naye. Ndugu zangu, ukweli kila mmoja wetu ni unatudhihirishia kwamba ni mwana wa Mungu na anapendwa na Mungu kama sisi. Jambo hili tukiweka kwenye matendo, hakuna kuwepo uhasama kati yetu, hakuna kuwepo ubaguzi, hakuna kuwepo, kwa sababu kila mmoja ni zawadi kwa Mungu zake, amebeba sura na mfano wake Mwenyezi. Misa hii, ndugu zangu, inaashiria uzinduzi wa kongamano letu la 6 la kwaya Jimbo Kuu Katoliki la Mbeya, siku ya Padre Kayeta maarufu Kayeta Day. Padre Kayeta alikuwa ni padre wa jimbo la Mbeya. Alizaliwa tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka 1942 katika kijiji cha Bolile, parokia ya Kirambo. Alikuwa ni mtoto wa 3 kati ya watoto 4 wa Bwana Gabriel Jacobo Kayeta Njalila na Bi Lucia Isidoro Marinya Malangalila. Baada ya malezi ya familia na kanisa na kufanya kusoma masomo yake na majiundo mbalimbali, alipadhirishwa tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 1970 na hayati Askofu James Sangu wa jimbo la Mbeya katika kanisa kuu la Mtakatifu na Padua Mbeya. Alijaliwa karama ya muziki, alitunga nyimbo nyingi, walimu ni mashahidi, walimu wa kwaya ni mashahidi, na pia alifundisha pia kwaya mbalimbali ndani ya jimbo la Mbeya na pia nje ya jimbo la Mbeya. Mwaka 1990 pamoja na walimu wengine wa muziki mtakatifu Tanzania, hasa kanda ya kusini huku, basi waliandaa kwaya nzuri ambayo ilipa wakati wa ziara ya Papa Yohane Paulo wa Pili kule Songea, jimbo kuu la Songea. Padre Kayeta alifariki tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka 1992. Raha ya milele impe Bwana, apumzike kwa amani. Tunamshukuru mwasha Baba Askofu Mkuu Gervas Nyaisonga ambaye mwaka 2020 alitoa wazo hili ambalo basi mpokea wote kwamba tumwete mwanamuziki ambaye ameniletea heshima kanisa la Tanzania, kumbuka kazi yake hiyo ya muziki mtakatifu. Hiyo ikaanza safari ya makongamano yetu haya ya siku ya Kayeta Day. Kumbe leo kongamano letu la 6. Safari ya mwanzo ilikuwa nyepesi sana, lakini pole pole kadiri yake inapoenda kongamano limeendelea kuboreka na hivi watu tumewapata hamasa. Tunawashukuru viongozi wetu ngazi ya jimbo, tunashukuru viongozi kwa kupata ngazi ya parokia, ngazi ya dekania na wanakwaya katika kwaya zetu zote, kwa mwitikio na ushirikiano tunaoonyesha kuliunga mkono wazo hili la mwasha Baba Askofu. Ndugu zangu, lengo la kwaya katika kanisa katika liturujia ni kufanya Mungu atukuzwe na wanadamu atakatifu. Muziki mtakatifu ni muhimu sana katika maadhimisho ya misa na liturujia. Kwaya ni sehemu ya liturujia, inalifanya sala iwe tamu zaidi na kuyapa uhai maadhimisho. Muziki mtakatifu una wajibu wa kuyafunza, kuyatunza mafumbo matakatifu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Uimbaji katika liturujia una lengo la kutusaidia ili kile tunachosali kiweze kuzaa matunda katika mioyo yetu. Madhumuni ya kwaya ni kuwasaidia waamini kusali vizuri kwa njia ya uimbaji. Mtu anasali zaidi na imani yake inakuwa zaidi bila